Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi ta'ala min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil falan tajida lahu waliyan murshida. Amma ba'du. Baada ya kumshukuru Mwenyezi Mungu na kumtakia ziada za rehma Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ndugu zangu katika imani, siku ya leo tumekutana tena katika vipindi vyetu na darasa zetu mbalimbali za adhkar na dua kupitia katika chaneli yetu hii ya Msimbu Online TV. Siku ya leo kwa mapenzi yake Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, tukiwa ndani ya mwezi wa Shaabani na tayari tumeugawa mwezi wa Shaabani kwenda katika mwezi mtukufu wa Ramadhani. Mada inasema kuanzia leo tarehe 2, basi soma sana hii salatu naria mpaka utapokandama mwezi mtukufu wa Ramadhani. Kwa hiyo ni vyema ukasikiliza kuanzia mwanzo mpaka mwisho, kwa sababu kuna faida kubwa sana siku ya leo utakwenda kuipata. Kwa nini tusome hii salatu naria? Ndugu yangu, hii salatu naria, kwanza faida zake ni swala ambayo inatatua shida kwa haraka, inaondosha shida kwa haraka, ndio maana ikaitwa salatu naria. Nini maana ya salatu naria? Salatu naria maana yake ni swala ya moto, swala ya moto. Yaani hii ukiisoma hali ya kuwa umehudhurisha moyo wako, akili yako imetulia, ukaisoma hali ya kuwa una yakini katika moyo wako kwamba Mwenyezi Mungu atajibu, ufanye kwa kujaribu, Mwenyezi Mungu analeta majibu ya haraka sana kwa mtu mwenye kusoma hii salatu naria. Na wengi sana katika wengi wamefanikiwa sana kwa hii salatu naria. Mimi mara nyingi huwa napenda sana kutoga mifano kwa mimi mwenyewe. Salatu naria hii na mlolongo wa watu ambao binafsi yangu nimewafanyia dua kupitia katika hii salatu naria. Wako wanaoishi hapa Tanzania na wako wanaoishi nje ya Tanzania, na walilahi alhamdu, 90% ya watu wale mambo yao yalikwenda vizuri biidhnillahi taala. Tena wengine kama hao ambao wako ya nje ya nchi walikuwa nawafanyia hali ya kuwa wenyewe hapo Tanzania wanatia nia zao, tunakwenda na salatu naria hii ambayo nataka nikupe siku ya leo. Kwa hiyo ninapozungumza nazungumza kitu ambacho kwamba mimi mwenyewe binafsi nimekitumia na nimekiona faida yake kwa watu ambao nimewafanyia hii salatu naria. Sasa twende tukaiangalie hii salatu naria. Unaisoma mara ngapi, kwa idadi gani? Hii yenyewe unaanzia mara 4, yani idadi yake kwanza unaanzia 4. Unaweza kusoma mara 4 ama unaweza kusoma unaweza kusoma mara 4, unaweza kusoma mara 4 ama unaweza kusoma mara 11 ama mara 41 ama mara 100 ama unaweza kusoma mara 1444. Salatu naria hii ina kazi kubwa sana shekhe. Hii una jambo lako lolote ambalo ni gumu kwako, na jambo lako ambalo ni zito kwako, basi nenda kamswalie Mtume Muhammad kwa swala hii, alafikisha mwambie, mkabidhi Mwenyezi Mungu yale mashida yako, na mkabidhi Mwenyezi Mungu yale majambo yako. Hii swala nitaanza kwanza kuletea tafsiri yake kwa swala hii, nitakuletea tafsiri yake, alafu kisha baada hapo tutaisoma yenyewe kuanzia mwanzo mpaka mwisho wa swala hii, salatu an-naria. Ni nzuri sana mtu akaifahamu vizuri, akaijua na akawa anaitumia hii salatu an-naria. Mimi mara kwa mara hata likishaga bando letu lile la wifi kama ninavyolipaga hapa, kabla sijasema jamani limeisha, wanaisomaga hii salatu an-naria mara 3, alafu namwambia Waislamu jamani, kama hivi leo hii tarehe 2, ina maana kesho tarehe 3 bando letu linakuwa limeisha. Nikiisomaga hii salatu naria mara 3, alafu namwambia jamani bando limekwisha, tunaomba patikane mtu mmoja, 2, 3 kwa ajili ya kusaidia kulipia bando. Na wallahi kila nikiisoma hii salatu naria Mwenyezi Mungu anajibu, na kweli watu wanapatikana na bando zinalipwa, wallahi ladhim. Asa hata leo nazungumza tena kwamba tayari bando letu leo tarehe 3 na kwa linakuisha. Kwa hiyo kesho tunatakiwa tulilipie bando letu, na imani kwa salatu naria hii tulisoma hapa, basi insha Allah huenda jioni ya leo, mchana wa leo, akapatikana mtu mmoja ama 2 kulipia 70,000 ya bando letu la mwezi kwa ajili ya kuendeshea shughuli zetu hizi za hapa YouTube na katika mtandao mwingine. Hii swala tafsiri yake ni hipi? Ukisema Allahumma salli salatan kamila,
bimaana Mwenyezi Mungu mrehemu mtume wetu Muhammad, mrehemu rehema iliyokamilika. Wasallim salama tama, mpigie salamu salamu iliyokamilika, ambaye ni nani anayefanywa salamu hizo? Ala sayyidina Muhammad, ambaye ni mtume wetu Muhammadi sallallahu alaihi wasallam, rehema za Mwenyezi Mungu juu yake na amani. Alladhi tanhalu bihi al-uqad, ambaye kwa kupitia kwake yeye basi hufunguka mafundo. Mafundo yenyewe yanayokusudiwa hapa ni yale mafundo ya kichawi yale. Wa min sharri nafathati fil uqad yale, wa tanfariju bihi al-kurab, na vile vile kupitia kwake yeye basi utatoka ufunguka waziwazi uwa wazi, makero yale huondoka, mashida huondoka kupitia kwa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Watuqba bihi al-hawaij, na kuendelea tafsiri yake ndefu. Nataka ni video yangu iwe fupi, sio ndefu sana. Acha sasa nikusomee alafu nikuelekeze utaianza kwa muda gani. Nimesema ianzie hii salatu nari ya kuanzia leo tarehe 2, alafu nenda nayo hii mpaka mwezi utakapoandama mwezi wa Shaaban wa Ramadhani. Kwa maana nenda nayo hii salatu nari mpaka mwezi 26, mwezi 29 hii Shaaban. Kwa maana kila siku ifanye. Utachagua mwenyewe sasa, kama utafanya mara 4 sawa, kama utafanya mara 11 sawa, kama utafanya mara 41 sawa, kama utafanya mara 100 sawa, na kama utafanya mara 1444 itakuwa ni mujarrab zaidi. Na wallahi hii ukiifanya mara 1444 ndani ya masaa 48 tu, majibu yake unayaona kwa yale ambayo kwamba wewe unayakusudia katika hii salatu naria. Twende tukaisome hii sura yenyewe tunaria yenyewe. Inasoma Allahumma salli salatan kamila wa sallim salaman tama ala sayyidina Muhammad alladhi tanhalu bihi al-uqad wa tanfariju bihi al-kurab wa tuqda bihi al-hawaij wa tunalu bihi raghaibu wa husnul khawatimi wa yustasqa al-ghamamu biwajhihi al-karim wa ala alihi wa ashabihi fi kulli lamhatin wa nafasin biadadin kulli ma'lum lak. Nairudia tena. Inasoma Allahumma salli salatan kamila wa sallim salaman tama ala sayyidina Muhammad alladhi tanhalu bihi al-uqad wa tanfariju bihi al-kurab wa tuqda bihi al-hawaij wa tunaru bihi al-raghaib wa yustasqa al-ghamamu biwajhihi al-karim wa ala alihi wa ashabihi fi kulli lamhatin wa nafasin biadadi kulli ma'lumin lak. Hivi ndivyo inavyosomwa, na insha Allah swala hii kwa kipekee basi nitaiandika hapo chini ili yule ambaye atakayependa kuichukua aweze kuichukua na aende akaifanye kazi. Lakini kiufupi kwamba uisome kuanzia leo tarehe 2 mpaka utakapoandama mwezi mtukufu wa Ramadhani. Kila siku utaangalia mwenyewe idadi ya kusoma, lakini muda wake mzuri ni muda gani? Hapo ndo nisikize kwa makini sana hapo. Muda wake mzuri ni muda gani wa kusoma swala hii? Muda wake mzuri ni ule muda ambao ushifanya shughuli zako zote, sasa unakaribia kulala. Nielewe vizuri, ushifanya shughuli zako zote, sasa unakaribia kulala, basi some hii salatu naria, kisha baada hapo lala. Na kama ikitokezea ukalala alafu usiku ukastuka usingizini, ukastuka tu usingizini, basi sema ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika la, la ilaha illa Allah wahdahu la sharika la, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli shay'in qadir. Ukimaliza kusema la ilaha illa Allah wahdahu la sharika la, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli shay'in qadir, kisha baada hapo isome hii salatu naria pale pale ulipostoka usingizini. Sema la ilaha illa Allah wahdahu la sharika la, kisha baada hapo isome hii salatu naria, kisha baada hapo mwachie Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Utakwenda kuona muujiza na maajabu yaliyokuwa makubwa sana, lakini idadi yake unaanzia na 4, 11, 41, 100 mpaka 1444. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.